بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلاة ربي وتسليماته عليك يا رسول الله، يا من أتيت إلى حياة مبشرة وطلعت في الأقوان بدرا نيرا، وبعثت في القرآن فينا هاديا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته، ولقد فاز للمتقون، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. أحباب رسول الله، أوصيكم أولا na kuhusieni wasipokusahau kuhusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani hakika umchao Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ndio waliokwisha kufaulu. Ndugu zangu, leo naomba niwasilishe kwenu nyinyi aya miongoni mwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo itakuwa ndio anwani ya hotuba yetu ya leo. Yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamas sadaqatu lil fuqara والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم." Hadhihi al-aya min ayati Allah. Hii ni aya katika Qur'ani miongoni mwa aya za Mwenyezi Mungu, ama Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, leo ikiwa ni mwezi 30 min Ramadhani, ikiwa leo ni mwezi 30 min Ramadhani, katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kuna ibada ambayo tumebaki nayo kuwa ni ahamu, ni muhimu sana, ni wajibu kwa kila Muislamu, mwanamume, mwanamke, mdogo, mkubwa, awe huru, awe mtumwa. Lakini ibada hiyo ndiyo pia miongoni mwa ibada ambazo zinafanywa kwa mazoea ama zinafanywa kwa kusahaulika, ili mradi tu siku imepita, Ramadhani imeisha, Idi umeswali, basi kujali wala kuthamini ibada hiyo. Ibada gani? Zakatul fitri. Zakatul fitri ni ibada ambayo inatolewa baada ya mwezi wa Ramadhani, kabla ya swala ya Idi al-Fitri. Ibada hiyo imesahaulika, ndugu zangu Waislamu. Ibada hiyo imeghafilika, watu wameghafilika na ibada hiyo, watu wamejisahau. Huwa hii ni miongoni mwa ibada ambazo unatakiwa uifanye ewe ndugu yangu Muislamu. Lakini
kwa masikitiko makubwa ambayo tunasikitikia hivi leo, na wala watu hawahitaji kuhamasika wala kuamka kuhusiana na ibada hiyo, wala hawataki kujifunza wala kuuliza. Mashekhe na wanawazuoni wanajaribu kufikisha kila unapofika wakati wake, lakini hakuna ambaye anaweza kutilia uzito jambo hili isipokuwa baadhi ya wachache. Ewe Muislamu, fa'lam anna zakata al-fitri fardun ala kulli muslimin saghirin au kabir, dhakarun au untha, hurrun au abid. Tambua ewe ndugu yangu Muislamu, zakatul fitri ni lazima juu yako ewe Muislamu, kwa kila Muislamu, mdogo kwa mkubwa, mkubwa au mdogo, mwanamume au mwanamke. Zakatul fitri ni lazima. Lakini zakatul fitri hiyo, ni kwa nini unaambiwa utoe zakatul fitri? Unatakiwa utoe zakatul fitri kwa sababu idhhar shahrun ni'matillahi ta'ala, idhhar shukri ni'matillahi ta'ala ala al-'abdi bilfitri min Ramadhani wa akmaliha, ni kudhihirisha mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na shukurani yako wewe mwanadamu kwa Mola wako, kudhihirisha shukurani, kuitoa mja shukurani kwa Mola wake kwa kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufunga mwezi mzima kutoka katika Ramadhani. Basi unatakiwa utoe zakatul fitri ili utoharishe moyo wako, ili utoharishe funga yako, ili unawirishe funga yako uliyoifunga mwezi mzima. Zakatul fitri iwe ni sababu ya kufanya mazuri, ya kufanya vizuri au kuifanya vizuri saumu yako uliyoifunga kwa mapungufu madogo madogo ambayo ulidhani kuwa ni mepesi au ni marahisi tu. Mapungufu hayo ni yale machache ambayo pengine ingepelekea funga yako kubatilika, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliibeba kutokana na mapungufu hayo machache machache au madogo madogo. Hivyo kutoa zakatul fitri ni sehemu ya kuisafisha funga yako, ni sehemu ya kuinawirisha funga yako, lakini pia ni sehemu ya shukurani ya mja kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala kwa kufunga kutoka katika Ramadhani. Basi inakuwajibikia wewe mwanadamu, ewe Muislamu muumini, mwanamume au mwanamke, kutoa zakatul fitri, na hii ndiyo ibada ambayo wengi wameghafilika na ibada hiyo. Lakini bila kuchelewesha, zakatul fitri hii ama sadaka hii unaitoa ya zakatul fitri, unatakiwa uitoe muda gani? Unatakiwa uitoe wakati gani? Tutakuja kuona ni kitu gani ambacho unatakiwa ukitoe. Unaitoa muda gani? Tuanze na hapo. Mata waktu ikhraji zakatul fitri, ni muda gani wa kuitoa zakatul fitri? Zakatul fitri unatakiwa uitoe ikhrajiha fi al-yawm al-thamin wal-20 wat-tasi wal-20 wat-30 min Ramadhan wa laylatil Eid wa sabahil Eid qabla salati al-Eid. Mwezi 28, mwezi 29 katika mwezi wa Ramadhani, lakini pia mwezi 30 na hata usiku pia wa Eid, usiku ambao kwa kikucha inaswalia swala ya Eid, lakini pia asubuhi utoe hiyo zakatul fitri, lakini pia kabla ya swala ya Eid utoe zakatul fitri. Fakaifa
man lahu udhrun, vipi kwa yule ambaye ana udhuru wa kisheria? Swala ya Idi imeshaswaliwa, zakatul fitri yeye ndo anaipata na anataka kutoa. Vipi mja huyu? Vipi mtu huyu ambaye yeye hakutoa zakatul fitri mpaka imefika swala ya Idi, ameshaswali, anarudi nyumbani, ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamkunjulia na yeye akawa na uwezo wa kutoa zakatul fitri kwa wakati ule. Anaruhusiwa kutoa pia, anaruhusiwa kutoa, na atakachokitoa kile kiasi ambacho kinatakikana kutoa kama zakatul fitri atatoa, na hiyo itakuwa imehesabika kama zakatul fitri. Lakini ikiwa huna sababu ya msingi, huna udhuru wa kisheria, huna sababu maalumu, ukachelewesha kwa makusudi, ukachelewesha kwa dharura zako mwenyewe ambazo hazina mashiko ya kisheria, ukaacha kutoa zakatul fitri na ukatoa eti baada ya swala ya Idi, fa huwa sadaqatun ka sadaqatin ukhra, hiyo itakuwa ni sadaka kama sadaka zingine. Ahbab Rasulillah, hebu tuone hicho ambacho unatakiwa kutoa katika zakatul fitri ni nini, ni kitu gani? Madha takunu zakatul fitri, ni kwa kipi inakuwa ni zakatul fitri? Zakatul fitri ni ipi ama ni nini ambacho hiyo ni zakatul fitri? Tuone, takhruju sa'an min ta'amin au sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin au sa'an min zabib au sa'an min qutin, ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في البلد كالأرز ونحوها. Ambacho unatakiwa kutoa zakatul fitri ama kutolewa zakatul fitri, nini ambacho kinatakiwa kutolewa zakatul fitri? Nacho ni kutolewa zaka ya fitri pishi ya chakula, pishi ya chakula ama pishi ya tende au pishi ya ngano au pishi ya zabibu. Lakini pia hutegemezwa hizi aina. Kwa kumalizia, zakatul fitri ni kiasi gani ama ni kiwango gani? Tumeambiwa swaan, pishi ya chakula, pishi ya tende, pishi ya ngano, pishi ya mchele. Pishi ni nini? Pishi ni sawasawa na kilo 2.5 na kuendelea ama 3 kasoro. Hiyo ndio pishi ambayo inakusudiwa hapo. Kwa hiyo jitahidi ndugu yangu Muislamu, Allah, hakikisha unatoa zakatul fitri. Hakikisha unatoa zakatul fitri mahma kana, vyovyote vile itakavyokuwa. Pambana, fanya juhudi uhakikishe unapata na wewe kutoa zakatul fitri. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama anasema mkono wenye kutoa ni bora zaidi kuliko mkono wenye kupokea. Mkono wenye kutoa ni bora zaidi kuliko mkono wenye kupokea. Jitahidi ndugu yangu Muislamu, si lazima kwa wewe ambaye huna ukaibe ili utoe. Ufananie na hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapo ambao wanastahili kupewa, tutawataja hapa mwishoni mwa hotuba yetu, lakini jitahidi ndugu yangu Muislamu utoe, uwatolee ndugu ambao wanakulazimu wewe katika maisha yao, wanakulazimu wewe katika mzunguko wa maisha yao, wanakuhitajia wewe katika mahitaji yao. Manhum alladhina
yutuna zakatul fitri. Nani ambao ni akina nani hawa ambao wanatakiwa kupewa zakatul fitri? Ala qad dhakarna fi al-Qur'an al-Karim surah at-Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin, hupewa zakatul fitri ama sadaka hii masikini na wale ambao ni mafukara. Innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin, wale ambao ni mafakiri na masikini ndio ambao inawalazimu, inawahusu hii zakatul fitri. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuishia hapo, akaendelea kusema wala amilina alaiha, na wale ambao wanahakikisha zakatul fitri inafika kwa wenyewe, na wale ambao wanahakikisha zakatul fitri inasimama imara na kufika sehemu husika, na wale ambao wanasimamia zakatul fitri, na wale ambao wanaisimamia na kuhakikisha kila yule ambaye anastahili kupokea zakatul fitri, zaka hiyo inamfikia, hao pia nao wanastahili kupewa zakatul fitri. Yani yule ambaye watu watatoka huko wataona hawana wa kumpa, wakapeleka sehemu maalumu, ama jopo fulani likajiunga likakusanya zakatul fitri na likatoka kwenda kuwagawia wale wahusika, jopo hilo nalo pia lahitaji zakatul fitri. Ikatolewa mfano, vipi kwa yule ambaye unampa pesa apeleke sehemu alafu yeye humpi pesa? Siku nyingine ataweza kupeleka? Mpe na yeye chochote kitu. Kwa hiyo na hili katika zakatul fitri nao hao pia wanahusika. Wala amilina alaiha wal muallafati qulubuhum, na wale ambao wamezoeshwa nyoyo zao, wale ambao tayari kila mwaka wao wana desturi ya kupokea zakatul fitri. Kila inapofika muda wa kupokea zakatul fitri, hao wanatakiwa wapate zakatul fitri. Ikiwa tayari maisha yao, mambo yao hayajawa sawa, basi wanastahili kuendelea kupokea zakatul fitri. Kama walipokea mwaka juzi, mwaka jana, bado hali zao pia hazijawa kunjufu ili nao wakatoa, basi na mwaka huu pia wanastahili kupokea zakatul fitri. Wal muallafati qulubuhum, lakini wa fi riqab, na wale ambao ni watumwa. Mtumwa ambaye amekuwa ni mtumwa kwa mkataba. Mtumwa kwa mkataba kwa namna gani? Ameambiwa ikiwa wewe unataka utoke katika utumwa, basi mkataba huu saini, ulete kiasi hiki cha fedha ama kiasi hiki cha namna kadhaa, ili uweze kuondoka katika utumwa na ukawa huru. Zakatul fitri inamhusu mtu huyu ambaye anatakiwa akajikomboe au akajikwamue na utumwa, awe huru. Anatakiwa apewe zakatul fitri ili akajiondoe kwenye utumwa, ili apeleke ile sehemu ambayo anatakiwa kujinasua na utumwa na aendelee kuwa huru. Wa fi riqab wal gharimina, na wale wenye madeni wanaodaiwa, wenye madeni ya halali, lakini madeni hayo, deni la halali, mtu anadaiwa sehemu, anatakiwa apewe zakatul fitri. Zakatul fitri ile iende ikalipe deni lake, na mtu yule abaki salama salimini kabisa, pasipo kudaiwa na mtu yeyote. Wal gharimin, lakini wa fi sabilillah, na wale ambao wanafanya kazi za Mwenyezi Mungu. Wa fi sabilillah, na wale ambao wamejitolea kufanya dawa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale ambao
wamehakikisha wanatoka kwenda kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, wamehakikisha wanaendeleza dini ya Mwenyezi Mungu Subhana, wamehakikisha wanapoteza vyao, wanapoteza muda wao, wanapoteza mali zao, wanapoteza kila ambacho kinawahusu wao, ili mradi dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iende mbele. Lakini haitoshi, wanahitaji kusukuma dini ya Mwenyezi Mungu, wakawa wamepungukiwa sehemu ili waweze kufikia lengo, basi zakatul fitri itahusika ili kuwapushi pale walipo waendelee kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabini sabil, na wale ambao ni wapita njia. Wapita njia waliokwama safari yao ni Waislamu, safari yao inahitaji nguvu ili waendelee na safari. Lakini pia ni wacha Mungu hawa, wanahitaji zakatul fitri ili safari yao iendelee, ili safari yao iendelee. Hawa wanahitaji kupewa zakatul fitri, pia na wao wanahusika. Lakini jambo hili faridhatan min Allah, ni lazima, ni faradhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio khiari wala sio ombi wala sio kujiamulia unavyotaka wewe. Ni lazima kwa kila yule mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Lakini vipi kwa yule ambaye tayari ameshapokea na akawa amezidi juu ya kile ambacho na yeye anatakiwa atoe? Umepokea zakatul fitri kilo 3 kasoro, lakini waliokuletea ni zaidi ya watu 6, watu 5 na zaidi. Ikawa sasa na wewe umemuona mtu ambaye anastahili kupokea zakatul fitri, toa na wewe mpe, kwa sababu tayari umeshafika kiwango na wewe cha kutoa, kwa sababu una cha kukila usiku ule na mchana wa Idi unacho chakula cha kukila. Toa na wewe kilichosalia ili na mwezie naye apate katika wanaostahili kupewa zakatul fitri. Wallahu alimun hakim, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi, na Mwenyezi Mungu ni mtambuzi. Hakimun, mwenye kuhukumu, yeye ndio mwenye kuhukumu. Ya'lamu ma tufi sudur, ya'lamu ma tufi sudur, anafahamu yaliyofichikana katika vifua vyenu. Wallahu alimun hakim, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na ni mwenye kuhukumu. Tujitahidini ndugu zangu Waislamu, tutoe zakatul fitri, na ikiwa tutakusudia kusali Idi, tujilazimu sana kujipamba. Hii siku ya leo na kesho ni miongoni mwa siku ambazo mwanadamu unatakiwa ujishikamane, ujishikilie, ujikamatie pahala ambapo umetoka na pahala ulipo sasa. Umeisha karibia kumaliza safari, lakini safari ambayo umekaribia kuimaliza kuna vishawishi vingi mno, kuna vishawishi kemkem. Lakini haitoshi, kuna mengi ya kukuhadaa, kuna mengi ya kukulaghai, kuna mengi ya kukupoteza, kuna mengi ya kukufanya upetuke njia uliotoka nayo. Umefunga mwezi mzima wa Ramadhani, umeshinda na njaa, hujala vyakula vizuri, hujanywa vinywaji vizuri, umejiepusha na mambo mazuri, umemwacha mkeo au mumeo mchana wa Ramadhani, umeacha kusengenya, umeacha kuzini, umeacha kunywa pombe, umeacha mihadarati mbalimbali, umeacha kila lile ambalo linamuudhi Allah tabaraka wa taala, na umeendea kila yote ambayo ni mazuri yanampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa yawman, vipi siku moja? Kaifa saatin, vipi masaa machache? Vipi muda mchache ambao utakuwa ni sehemu ya kuporomosha fadhila zote na yale mazuri yote uliyofanya mwezi mzima na toba ulizozifanya mwezi mzima zitaporomoshwa ndani ya lisali moja, ndani ya dakika chache mno, ndani ya usiku mmoja, ndani ya mchana mmoja, mchana ambao
kila mmoja ameandaa kwa ajili ya kuselebreti, kila mmoja ameandaa kwa ajili ya kufurahi, kila mmoja ameuandaa mchana kwa ajili ya kwenda viwanja, kila mmoja ameandaa bajeti kwa ajili ya kwenda kuruka starehe na disco mbalimbali, kila mmoja ameandaa bajeti kwa ajili ya kwenda kurauhil qulub, kwenda kufurahisha nyoyo zake. Vipi siku hiyo ikawa ni siku ambayo unaporomosha ibada ulizozifanya mwezi mzima? Vipi siku hiyo ikawa ni siku ambayo unaenda kupoteza zile amali nzuri ambazo ulizifanya mwezi mzima? Vipi siku hiyo au utakufanya Allah akukasirikie masiku yako yote ama milele? Vipi kubwa kuliko ikawa ndiyo siku yako ya mwisho, ikawa matendo hayo unayofanya yakawa ndiyo matendo ya mwisho, yakawa ndiyo matendo ambayo baada ya matendo hayo ikawa ndiyo siku yako ya mauti umekupika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayari unakuwa ulifanya mazuri, mwisho wa siku ukafanya maovu na mauti yakakufika, na ukawa minalladhina wamepewa kitabu kwa mkono wa kushoto, na wewe ukawa ni miongoni mwa wale ambao wamepewa kitabu chao kwa mkono wa kushoto. Tujitahidi ndugu zangu Waislamu, tujipambe na mazuri. Tumefanya mazuri mwezi mzima, tumefanya mazuri masiku mengi, masiku 30 tumefanya mazuri, masiku 30 tumetubia, masiku 30 tumetaka rehema za Mwenyezi Mungu, masiku 30 tumetaka huruma ya Mwenyezi Mungu. Vipi yote tuliyoyaomba haya tukaenda kuyaharibu ndani ya usiku mmoja? Baada ya kuyasema haya, ninaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie funga zetu. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azikubali ibada zetu. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azikubali toba zetu. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie tuwe miongoni mwa waja ambao wameidiriki Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba. Unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja ambao tutasherehekea siku ya Eid kwa salama na amani, tuwe miongoni mwa waja ambao watafurahikia siku ya Eid. Innal Eid laysa liman labisa aljadid, innal Eid liman khafa yawmul wa'id. Hakika Eid si kwa yule ambaye atovaa vizuri tu, hakika ya Eid si yule ambaye atopendeza tu, hakika ya Eid ni siku ya yule ambaye atakuwa na hofu siku ya mwisho, siku ya kiyama. Man asa Allah yawmal Eid, mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu siku ya Eid, fakaannama asa Allah yawmal wa'id, hakika ni sawa na yule ambaye atamuasi Mwenyezi Mungu siku ya kisimamo. Yule ambaye atamwasi Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, watu wapo kwenye mahakama ya Mwenyezi Mungu, wewe ndio unadiriki kumwasi Mwenyezi Mungu siku hiyo. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر فأفوز المستغفرين ويا نجاة التائبين استغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله،